security, the ministry will definitely be involved. Mkutano wa umma kati ya mamlaka ya ustawi wa mazingira NEMA, viongozi, wakazi na kampuni ya kuchimba madini ya Shanta Gold Limited wa kukusanya maoni kuhusu mwelekeo baada ya eneo la Isulu Bushangala, eneo bunge la Ikolomani, kupatikana kuwa na madini ya dhahabu haukufanyika ulivyoratibiwa baada ya mamlaka ya mazingira NEMA kugairi kuhudhuria mkutano huo, wakidai kuwa walipata taarifa kuhusu kuvurugwa kwa mkutano huo. Hata hivyo, wakazi walikusanyika katika eneo hilo, ambapo kwa hivi sasa mwanahabari mwenzangu Bernard Lusigi amekita kambi. Na kwa hivi sasa, Lusigi, iwapo wananchi wamefika katika eneo hilo, zungumza nao ili tupate hisia zao. Naam, karibu. Nipo hapa katika eneo la Bushangala, eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega. Na jinsi nilivyosema kwamba leo ilikuwa tukue na mkutano baina ya yale mamlaka ya mazingira nchini NEMA na viongozi wa eneo hili, wakazi na hata ile kampuni ya kuchimba madini au kipenda Shanta Gold Limited. Ila mkutano huo uliweza kutibuka, ambapo mamlaka hayo ya mazingira iliweza kusitisha, ikisema kwamba iliweza kupokea taarifa kwamba huenda labda kuna wale ambao wangeweza kuvuruga mkutano huo. Ila wakazi wa eneo hili ambao wamekuwa kitegemea sana labda eneo hili limekuwa ni kitega uchumi kwa wakazi wa eneo hili ambao wamekuwa kichimba migodi kwa zaidi ya miaka 70, ila wenyewe wakaamua kukuja hii leo katika eneo hili la Bushangala, kwani mkutano huo ulikuwa umeratibiwa kufanyika katika chuo cha anuai cha Bushangala, ila wakakuja hii leo kuandaa mkutano. Na mkutano huo uliweza kuhudhuriwa na seneta wa kaunti ambaye ni Daktari Boni Khalwale. Ila wakazi wanasema kwamba eneo hili ni eneo lao, mashamba haya na mashamba yao, na ikizingatia kwamba mkutano huu ulikuwa kutoa fursa kwa wakazi kutoa maoni yao, labda tu kuweza kuwapa au kutoa fursa ya kampuni hii ya madini ya Shanta kuweza labda kuanza uchimbaji uchimbaji migodi au kipenda madini, kwani wamesema kwamba eneo hili lina uwezo wa kupata madini ya dhahabu ya zaidi ya shilingi bilioni 600. Ila wakazi hapa wanasema kwamba mashamba haya ni yao, mashamba yao yaliachiwa na mababu zao, nitakuwa vigumu kuweza kuondoka katika mashamba haya. Ila leo hii ninao hapa wakazi ambao ni wa Bushangala, waweza kutuelezea ni mbona leo waliweza kuamua kuja kuhudhuria mkutano huu, na labda maoni yao ni yapi kuhusu swala hili nzima la uchimbaji dhahabu. Karibu, labda tuelezee jina lako, mbona uko hapa hii leo? Kwa jina naitwa Godfrey kutoka hapa Bushangala ambapo kuna chimba dhahabu. Kwa kweli watu wengi hawajapendezwa na hili jambo la Shanta kuja hapa kuchimba dhahabu, ile hali hii ndio sehemu ambayo inawasaidia wao kuishi katika eneo hili, na ambapo katika Kenya tunajua ya kwamba sasa hakuna kazi, na upande huu hii ni kama kitu ambacho wanatumia kupata daily bread, yani ajira yao ni hapa. Sasa wanaofia wakitolewa hapa, kule ambapo wanapelekwa wanaenda kufanya nini na watafanya kazi gani huko? Ama ni kupelekwa huko na kutupwa huko alafu baadaye zianze kuwa shida. Asante. Labda ndugu, kumekuwa na zile hisia kwamba huenda labda wale ambao inafaa labda waondoke, labda kutoa tu fursa kwa uchimbaji migodi hapa, labda huenda wangepewa ile fidia au labda kupelekwa katika eneo lingine, kupewa shamba lingine. Labda uje huu wa uchimbaji migodi ama uchimbaji dhahabu na kampuni ya Shanta, labda kama wewe mkazi, ni ujio ambao unafurahia ama labda unahisi nini kifanyiwe? Mimi kama mkazi wa Kakamega sijafurahia. Ningesema hivi, hao watu mara nyingi wamefukuzwa katika pande zote za Kenya. Kwa hivyo tukiwaangalia wana manufaa yote kwa jamii ya Bushangala. Kwa hivyo kama sisi Washangala tumewakataa, waende mahali pengine. Na kama kuna njia ambayo inasaidia, basi wanaweza kuja watuelezee, wala sio kuja kwa njia ambayo ni za kando kando. Sawa. Kwa hivyo sisi hatujafurahia na jambo hilo. Labda unahisi njia gani itumiwe, labda mfumo gani utumiwe na serikali na kampuni hii, labda ndiposa labda muweze kuelewana na kampuni hii? Hoja kuna kitu inaitwa public participation, hawajafanya. Kuna kitu inaitwa ukuje uongee na wale wananchi ambao wako hapa, hawajafanya. Kwa hivyo tukiangalia maneno yote, hao watu wako na shida. Wakuje kwa ground, wasikiza hao wananchi. Hao wananchi ndio wenye shamba na waliachiwa na mababu zao. Kwa hivyo kama watafanya njia ambayo haitafurahisha, kwa hivyo hawatapewa hapa mashamba. Mashamba ni ya mababu zetu.
Na asante. Labda tu niruhusu niweze kuzungumza na jinsia ya kike. Labda ujio wa labda kampuni, labda tumekuwa tukiona wachimba migodi wengi wa eneo hili ambao tunaita artisanal miners, wale wadogo wadogo wamekuwa wakipata ajali, labda mashimo yao kuporomoka. Labda unahisi labda mkutano wa leo ungetoa mwafaka wa kuzungumza baina ya wakazi na wale wachimba migodi wadogo wadogo na serikali? Jina langu ni Lucy Mugala, mimi ni mkaaji wa hapa Ikolomani. Kwa maoni yangu ni kwamba ingawaje kulikuwa na mkutano uwe leo, utaratibu ambao wametumia kuweza kualika wananchi hawajaelewa kamili lengo lao hapa ni nini. Kweli kuna changamoto za ajali, vijana hupata ajali, tunaona mercury huadhiri kina mama kiafya. Ni jukumu la serikali kuhakikisha wananchi wako salama. Kwa hivyo ikiwa serikali yenyewe inaweza ekeza kwa vifaa maalum vya kusaidia hawa vijana wafanye kazi, kwa sababu hapa Ikolomani kuanzia 1965 wamekuwa wakifanya prospecting. Prospecting hii inachukua miaka ngapi? Hawaelezi wananchi kinagaubaga hii wanapata faida gani. Ndivyo wananchi wanaona ni kama wanakuja kudhulumiwa, wanakuja kufukuzwa. Ni lazima watumie utaratibu, watumie serikali ya county, wapange na hao hasa ni public participation kulingana na katiba jinsi inaweza kufanya ili wananchi wetu wa Ikolomani wawe na uwezo wasikike mashinani vile wanaendeleza kazi yao. Labda katika hapa hivi nimeweza kujiunga na naibu gavana wa kaunti ya Kakamega ambaye ni Ayub Savula, ikiwa eneo hili lipo katika kaunti ya Kakamega, na kama viongozi wa serikali ya kaunti ya Kakamega tumeweza kuwa hapa na labda seneta wa Kakamega Daktari Boni Khalwale akiweza kuzungumza na wakazi akisema kwamba inafaa kampuni ya Shanta iweze kufanya mazungumzo ya wazi na wakazi. Kwa njia moja nyingine akipinga jinsi ambavyo wanakuja labda kutoa yale labda njia ya kuweza kuongea na wakazi. Kama kiongozi wa eneo hili ama kaunti ya Kakamega, labda kauli yako ni ipi? Sisi kama serikali ya kaunti tumepinga vile Shanta Belt inaingia hapa Ikolomani bila kuhusisha wananchi wa hapa. Na tunauliza Waziri Joho, kwa sababu sisi kama kaunti tulipata barua kutoka NEMA jana, na tumesema tunaenda kublock NEMA isipatiane license kwa Shanta Belt mpaka watu wa Ikolomani tukubaliane nao. Kama county government sisi hatuko kwa hiyo michezo, kwa sababu sisi hatukubali, kwa sababu watu wanasema shamba litachukuliwa kwa miaka 7. Alafu wanasema hekari itachukuliwa ni 337 acres. Alafu watu watakuwa displaced, watu 800. Familia 800. Alafu wanatoa stima kule Mumias, na hapa stima haitoshi, hata stima itapotea area yote. Maji wanatoa River Yala, na hawajatuambia sisi watu wa county, sisi wenye tuko management ya maji, wanatoa namna gani maji River Yala. Alafu pia wanatuambia kwa hiyo report ya NEMA, hiyo report ya Shanta Belt ya feasibility study, ile mining itafanyika hapa, itatolewa hapa, wakipeleka kule Siaya, Ramula, kwa factory nyingine, kwa county nyingine, badala ya kupeleka kwa factory yetu hapa yenye tunajenga hapa. Hiyo ndio maswali tunajiuliza. Nasema baada ya miaka 7 hiyo shamba itarudishia wenyeji na itakuwa tu mashimo. Kwa nini? Tunasema kwanza artisanal miners 2000 watakuwa displaced, na unasema watawapatia ati shamba eka 2 peke yake. Hiyo haitakubalika kabisa. Na sisi tumesema hapa 9 institution, non-learning institution kama hii Ibu Shangala Technical Training School na mashule hapa zote, mashule 9 zitangolewa. Watoto wetu watasoma wapi? Hiyo ndio maswali nitakana ijibiwe. So county government of Kakamega itatetea wananchi wa hapa, haki itendeke. Na hatutakubali hii mradi uje hapa mpaka procedure zifuatwe na hao wananchi wakubaliane na hao investors. Lakini investor kuja polepole hapa, sisi hatukubali hiyo maneno. Sawa sawa? Hiyo ndio msimamo ya county, hatutakubali maneno mengine. Tukubaliana? Labda naibu gavana, juzi rais alipokuwa katika eneo hili kwa ziara yake ya siku 3, aliweza kuwahimiza wakazi waweze labda tu kuwapa fursa wawekezaji waweze kuja na labda kuwekeza katika maeneo mbalimbali. Labda unahisi hii ni labda uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 600. Unahisi labda kama serikali ya kaunti ya Kakamega mmeweza kushirikishwa vilivyo na kampuni ya Shanta? Tumesema Shanta Belt wanafanya kazi kiukora. Hata mimi nilitumia message CEO wa Shanta Belt huko London saa 5 usiku. Nikamwambia mwezi itisha mkutano, mnatuambia tuende kesho. Lazima mulete ama karatasi, hawa wananchi waende wasome.
Kama ni mkora mnataka kufanya hiyo, hamutalanda hapa, kwa sababu mnataka hata kupeleka hiyo mine ukule Ramula, na factory tunajenga hapa River Yala. Sio ni ukora? Si hatukubaliani na hiyo maneno kabisa. Wanadanganya sisi hapa. Wananchi wa hapa, county government ya Kakamega itasimama na wananchi wa hapa. Hayo ndio tumekubaliana, ndio msimamo wetu. Naam, jinsi nilivyosikia ni maoni au ni hisia kinzani kutoka kwa wakazi na hata pia viongozi wa eneo hili wakisema kwamba itabidi labda kampuni ya uchimbaji madini ya Shanta iweze labda kuandaa mazungumzo ya wazi ama ya moja kwa moja na wakazi wa hapa, wakisema kwamba eneo hili limekuwa ni kitega uchumi cha wakazi wa eneo hili ambao wamekuwa wakipata labda mkatoa kila siku kupitia uchimbaji migodi, na sasa hivi wanasema kwamba itakuwa vigumu labda kwa njia moja kuweza kuhamishwa kupeleka katika sehemu ambazo hawafahamu, ila kauli mbiu ikiwa ni kwamba wanaitaka kampuni ya mchimbaji madini Shanta na hata serikali kuweza kuwahusisha vilivyo wakazi wa eneo hili. Kwako studioni. Asante.